ili waandalie. Sisi tuna muda wa miaka mitatu tulipewa na registrar, lakini baada ya miezi mitatu tutafanya uchaguzi katika grassroots, katika maeneo county constituencies 291 ndani ya nchi. Inshallah. Kisha itakuja kwenye counties, kisha ndio national baada ya miezi mitatu minne. Na watu wajisajili kama members. Si mtu yoyote. Member ni nani? Member ni msikiti, ni madrasa, ni CBO. Wajiandikishe katika ile sub-county walioko, watukue affiliation, kisha sio kupiga makelele barabarani. Supreme Council ina miongozo yake kamili. Bismillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'da. Ahibati fillah, naibu mwenyekiti wa SUPKEM ametupatia ufafanuzi muhimu sana kama jamii ya Kiislamu wa taifa hili, ikiwemo tangazo la kufanyika uchaguzi baada ya miezi mitatu, uchaguzi wa viongozi wa SUPKEM. Jambo la pili, vile vile akatoa wito kwa Waislamu kujisajili kama wanachama, na kujisajili si wewe kama wewe, la, ni aidha chini ya msikiti au madrasa au CBO, ima ya jamii ama ya wanawake ama ya watoto. Kwa mfano huo, hii ni taarifa yenye thamani kubwa kwa jamii ya Kiislamu, na labda kwa wasojua, SUPKEM ni chombo kinachotambulika rasmi kuwa ndicho kinachowakilisha Waislamu katika nchi yetu, na nguvu yetu kama Waislamu ipo haja tuwe ni wenye kushirikiana, la sivyo tutabakia nyuma. Tushirikiane kwa pamoja na tujaribu kuonyesha umoja na sauti moja kama jamii ya Kiislamu. Tunamshukuru sana naibu mwenyekiti kwa maelezo hayo muhimu katika jamii. Pia nitumie fursa hii kuthamini wito wa Waislamu tuwe ni wenye kujitokeza na kujisajili, kwani kushiriki kwetu kama Waislamu kunasaidia kuimarisha sauti ya pamoja na kuleta manufaa kwa wote, na ni jukumu letu kuendeleza na kutunza taasisi zetu. Mwisho, kwa unyenyekevu, napenda kueleza viongozi wetu wa SUPKEM kuzingatia uwezekano wa kuondoa ada ya usajili kwa angalau miezi mitatu, ili kutoa nafasi kwa Waislamu wengi zaidi kushiriki. Hatua kama hii itakuwa jambo la busara sana na lenye manufaa makubwa kwa jamii, ikionyesha uwajibikaji, hekima na kuendeleza mshikamano wa Waislamu.